Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ametupa uwezo wa kuamka asubuhi hii. Siku nyingine tena tumekutana mahali hapa kwa ajili ya kutafakari neno lake katika ibada yetu hii ya Morning Glory. Nichukue nafasi hii kwa kipekee kabisa niendelee kukushukuru wewe mtumishi wa Mungu ambaye hata hii leo unaendelea kutembea nasi katika kipindi chetu hiki kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Kwa kipekee kabisa niendelee kuomba na kushukuru pamoja nanyi watumishi wa Mungu wote ambao mkiendelea kutuunga mkono katika kipindi chetu hiki na media yetu hii. Mungu aendelee kuwabariki sana, mnaendelea kutupa moyo na kututia nguvu ya kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Basi tujikabidhi mbele ya Mungu asubuhi hii tukishukuru kwa ajili ya zawadi hii ya uhai tena. Bwana wetu, tunakushukuru. Asante kwa sababu umeendelea kufanyika baraka katika maisha yetu. Asante kwa sababu umeendelea kuwa mwema, ukiendelea kutupa nafasi ya kuamka kila leo. Asante kwa ajili ya asubuhi hii Mungu. Tunasema asante kwa ajili ya siku ya jana kwa sababu umeifanya kama vile tulivyokuomba. Endelea kutembea nasi, endelea kuwa nasi, ukatawale maisha yetu Mungu. Lakini tuko mbele zako asubuhi hii ya leo tukifanya toba na tukiomba msamaha mbele zako, kwa maana tunajua kabisa zipo nyakati tunaanguka. Sisi kama wanadamu tunakuomba Bwana ukaturejeze tena. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu, Mungu ikatupatanishe tena na wewe, kwa maana dhambi moja kwa moja inatutenga na uwepo wako Mungu. Tunakuomba Roho wako Mtakatifu akiendelea kutusaidia udhaifu wetu, maana hatujui tupasavyo namna sahihi ya kuomba. Basi Mungu uendelee kutupa nguvu, uendelee kutuimarisha hata tunapoanguka katika dhambi, tuendelee na kujua ni wapi tulipoanguka, tukaomba toba, tukarudi tena mbele zako. Asubuhi hii tena Mungu tunakuomba ukawabariki wale wote ambao wametenga nafasi hii na wale wote ambao Mungu hawajapata nafasi ya kuwa nasi mahali hapa tukiendelea kujifunza neno lako. Kwa utukufu wa jina lako tunakuomba Bwana ukapitishe fahamu katika masikio yetu, ili katika yote ambayo Mungu yatasemwa na mtumishi wako ambaye wewe utamtumia kama chombo, yakapate kufika kwa usahihi ule uliokusudia, kwa ustahili wako kwako Yesu Kristo mpendwa Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi niendelee kumshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambaye tulikuwa pamoja tangu juzi Jumatatu, Jumanne na hata sasa tumefika Jumatano hii tukiendelea kujifunza katika neno letu nguvu ya mazungumzo. Nguvu ya mazungumzo. Bado tunaendelea kujifunza juu ya habari hii kwa sababu kuna nguvu kubwa sana katika kuzungumza. Kuna nguvu kubwa sana katika kuzungumza. Nitakukumbusha kitu moja kati ya dhambi, moja kati ya vitu ambavyo adui shetani anavitumia katika kueneza uovu katika ulimwengu huu, basi ni pamoja kwa njia ya maneno. Ina maana kupitia maneno shetani amekuwa akipitisha uovu, akiendelea kuwatenganisha wanadamu na uwepo wa Mungu. Utaona hata anguko ambalo alilipitia mwanadamu kupitia kwa baba yetu wa asili na mama yetu wa asili Adam na Eve, ambao Mungu aliwapa nafasi katika bustani ile. Moja kati ya sababu ambayo ilipelekea hata mwanadamu akaanguka katika anguko ni kwa njia ya mazungumzo. Ukisoma Biblia, maandiko matakatifu yanasema basi nyoka yule alikuwa mwerevu. Ina maana tayari tunaona tabia ya nyoka ilikuwa ni ya uwerevu. Ina maana nyoka alikuwa anajua vitu vingi, alikuwa ana content, alikuwa anajua vitu vingi, alikuwa ni mwerevu sana. Umeona kitu ambacho kilifanya hata aweze kuthubutu kwenda kuongea na Eva, ambaye kwa kupitia mazungumzo ilitoka dhambi, ulitoka uovu kutoka kwa nyoka kumwingia Hawa kwa njia ya mazungumzo. Ina maana ushawishi ambao alimpata Hawa ulitoka kwa njia ya mazungumzo, hata akala lile tunda ambalo Mungu alishamkataza asile. Lakini haikuishia tu kwa nyoka kwenda kwa Eva, lakini ilienda mpaka kwa Eva kuongea na Adamu. Ina maana ni kwa njia ile ile ya mazungumzo, ni kwa njia ile ile ya mazungumzo. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, tunatakiwa tujue na tuthamini kabisa ni kwa namna gani na kwa kiwango gani
athari ya mazungumzo inaweza ikawa kubwa kulingana na vile ambavyo sisi tunafahamu. Basi tulishajifunza kitu cha kwanza ambacho mazungumzo kwa Mkristo yanatakiwa yawepo, ambapo tulisema na tukaona kuwa ni kitu gani cha kuzungumza. Lakini cha pili ilikuwa ni kwa jinsi gani ya kuzungumza. Cha tatu na cha mwisho ni muda gani wa kuzungumza. Hapa Wakristo wengi tunafeli, tunaanguka katika daraja hili la tatu la muda gani wa kuzungumza. Tumekuwa ni wazungumzaji hodari, tumekuwa tunajua vitu vingi katika akili zetu, katika vinywa vyetu tunafahamu vitu vingi sana, lakini hatujui ni muda gani wa kuzungumza. Tunapoongelea swala la muda gani wa kuzungumza, hatuongelei ni saa ngapi, hatuongelei ni majira gani, asubuhi, mchana au jioni. Hapana, tunaongelea nyakati, kile ambacho unacho na ule uwezo uliokuwa nao, utaweza kuwasilisha kile kitu kwa nyakati gani? Kwa sababu kuna nyakati hazihitaji vitu fulani, kuna nyakati zitahitaji vitu fulani. Mfano, ukipewa nafasi ya kuzungumza msibani, halafu ukatoa neno la pongezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepewa nafasi ya kuzungumza katika msiba, halafu wewe umeaminiwa na familia, umeshika maiki, unaanza kusema kwa kipekee kabisa niwapongeze wafiwa wote. Hapo neno la pongezi si kitu cha ajabu, lakini ni kwa muda gani, ni nyakati gani ilitakiwa pongezi iwepo? Ingekuwa ni harusi, kwenye nyakati ya furaha, hiyo pongezi ingekuwa ni sawa, lakini katika nyakati zile ambazo zina huzuni, neno la pongezi halikuwa sahihi. Kwa hiyo hicho ndio ninachokimaanisha. Simaanishi muda gani kwa maana ya saa au wakati au majira, na maanisha kwa maana ya nyakati. Kuna tukio gani ambapo wewe unachokisema kitalaini na hicho na hilo tukio kwa wakati huo. Ukisoma kitabu kile cha Mithali sura ya 10 mstari wa 19, maandiko matakatifu yanasema hivi: katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili. Yeye azuiaye midomo yake hufanya akili. Licha ya kwamba tunajifunza namna na uwezo wa kuongea, lakini mpendwa, hautakiwi kusahau, si kila wakati ni wa kuongea, si kila wakati ni wa kufungua kinywa chako. Nilikwambia nikasema hivi, samaki anayeepuka na mtego wa ndoano ni yule aliyefumba kinywa chake akiwa kwenye maji. Yule ambaye alifungua tu kinywa kwenda kwenye ile ndoano, ndio huyo ambaye ataingia katika huo mtego. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe na hekima ya kutambua ni kwa wakati gani tunatakiwa tuzungumze na ni kwa wakati gani hatutakiwi kuzungumza, kwa sababu uwezo wetu wa kuzungumza unaweza ukawa una athari kubwa sana kutuangusha katika maisha yetu. Issue sio unajua kitu gani, issue sio unawasilisha kwa namna gani, issue ni unawasilisha kwa wakati gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawasilisha kwa wakati gani? Kwa hiyo unaweza ukawa unavyo vingi unavyovifahamu, unaweza ukawa unao uwezo mkubwa wa kuzungumza, lakini ukakosa kucheza na nyakati. Ni wakati gani, ni muda gani sahihi wa kukisema hiki ambacho niko nacho. Utakumbuka hata Bwana wetu Yesu Kristo wakati anakamatwa kwa ajili ya kuadhibiwa, kuna wakati alikuwa akiulizwa maswali, lakini yale maswali yote aliyokuwa akiyaulizwa alinyamaza kimya, alifunga mdomo wake. Mkristo, ni lazima ujifunze namna gani ya kufunga mdomo wako. Kwenye maisha ya hivi leo, zipo ndoa, zipo familia, zipo huduma, yapo makampuni, upo uwekezaji mkubwa ambao uliwahi kuanguka, umesambaratika kabisa kwa sababu ya kuongea sana. Tabia ya kuongea sana
si tabia ya Mkristo. Mkristo ni lazima ajifunze ni wakati gani sahihi wa kuongea, ni wakati gani sahihi wa kuzungumza. Si kila muda unatakiwa uzungumze, si kila jambo linapokufika unatakiwa ufungue mdomo wako useme. Wapo watu ambao wameanguka katika maisha haya hii leo, sio kwa sababu hawajui namna gani sahihi ya kuenendea katika maisha haya, bali ni kwa sababu aliwahi kutamka kitu ambacho kilimgharimu, kwa sababu alikitamka wakati ambao haukupaswa kutamkwa. Utakumbuka kuna habari hii moja kubwa sana ulimwenguni ya kuzama kwa meli ya Titanic. Nitawapigia story moja ambayo ninatumaini utakuwa unaijua ama utakuwa huijui, mtumishi wa Mungu, lakini nitakusaidia kuikumbuka habari hii. Kuna bwana mmoja, yeye alikuwa ni chief commander wa uokoaji katika meli ile. Alikuwa akiitwa Edward John Smith. Huyu jamaa yeye alikuwa ni muongoza kikosi cha uokoaji. Wakati meli ile inazama kipindi kile, kutokana na hali ya taharuki, kutokana na hali ya simanzi na majozi ambayo ilikuwa ikiendelea katika meli ile, vifo vingi kwa namna tofauti tofauti, watu wanakufa wa madaraja ya juu, wa madaraja ya kati, wa madaraja ya chini, na yeye akiwa ni kiongozi namba moja katika kikosi cha uokoaji, alijikuta anaingia katika mtego ambao uligharimu maisha ya watu wengi katika meli ile. Alisema hivi wakati akitoa maelekezo katika kikosi kile cha uokoaji, alisema kitu kimoja. Aliambia ile timu hivi, women and children only, women and children only. Alisema wanawake na watoto tu ndio ambao walitakiwa wapakiwe katika zile boti za uokoaji. Ile meli ilikuwa ina boti za uokoaji nyingi sana. Kwa hiyo wakati meli ilipokuwa ikizama, zile boti dogo zilikuwa zikirushwa katika maji na watu wakichukuliwa, wakitupwa mule kwa ajili ya kuokoa. Ina maana waliwatoa katika ile meli iliyokuwa imepata hitilafu na waingiza katika yale maboti madogo. Lakini wakati anatoa maagizo yao, alisema wanaotakiwa kuingia katika yale maboti ni wanawake na watoto tu. Maana yake wanaume wengi, kwa takwimu ya vifo katika meli ile na ajali ile, Mungu azilaze roho zao mahali pema, katika muda ule wengi waliofariki walikuwa ni wanaume. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kauli ambayo aliitoa bwana Edward Smith. Na hii kauli hakuitoa kwa kupenda, ni kwa sababu alizungumza akiwa yuko katika wakati wa huzuni, wakati wa taharuki. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ile panicking ilimpelekea, baada ya kusema women and children first, yaani wanawake na watoto kwanza, akajikuta anasema wanawake na watoto tu. Ina maana lile neno tu tayari likagharimu maisha ya wanaume wengi waliokuwa katika meli ile. Hii inatufundisha si kila wakati tunatakiwa tufungue vinywa vyetu, kwa sababu kuna nyakati mbili zinaweza zikakuangusha. Nyakati ya furaha si nyakati ya kuongea sana, wala nyakati ya huzuni si nyakati ya kuongea sana. Unaweza ukaanguka katika mtego kwa sababu ulikuwa katika furaha sana. Kuna watu mpaka hii leo wapo katika madeni ambayo hawawezi kuyamaliza, au wanayamaliza lakini yanawamaliza na wenyewe, kwa sababu tu waliahidi wakiwa na furaha. Au kuna watu waliwahi kukata tamaa katika maisha yao na wanashindwa kabisa kuendelea na maisha kwa sababu tu walizungumza wakati wapo na huzuni. Kwa hiyo tujifunze, Yesu Kristo anatuambia hivi katika ile picha ya kunyamaza kwake, si kila kunyamaza ni ishara ya kushindwa. Si kila kunyamaza ni ishara ya kushindwa. Kunyamaza kunaweza kukawa kuna maana ya ushindi. Yesu Kristo
Kristo kwa kunyamaza kwake wakati anakamatwa na kusulubiwa. Unajua, hakuongea kitu chochote alipokuwa akikamatwa. Alikuwa akiulizwa maswali mpaka wale jamaa wakamwambia, mbona tunakwambia vitu na wewe haujibu neno? Lakini Yesu aliendelea kukaa kimya, kwa sababu alikuwa anajua kuna uhatari, naweza nikazungumza kitu alafu nikashindwa kuukomboa ulimwengu. Kwa hiyo kwa kunyamaza kwake ulimwengu ulipona. Sisi inatufundisha nini katika maisha yetu? Tujifunze, kuna nyakati tunatakiwa tukae kimya. Najua zipo nyakati ambazo utapitia, yapo magumu ambayo yatakupata, lakini si kwamba Mungu haoni. Maandiko yamesema kwamba kuna dhambi inaingia katika kuongea sana. Kwa hiyo sisi ni lazima tujijue, ni lazima tufahamu kwamba moja kati ya hekima ya kuendea ushindi ambao Mungu anaweza akawa amekuandalia mbele yako, basi ni pamoja na kujua kufunga mdomo wako. Lazima ujifunze kufunga mdomo wako wa Kristo. Kujua kuongea sana si kuwa na hekima, ila kujua kuongea kwa wakati gani, huko ndiko hekima yenyewe. Kwa hiyo asubuhi hii ya leo, sisi kama Wakristo tunaalikwa kupitia yale ambayo Yesu Kristo aliyafanya kwa kunyamaza kwake, nasi tukapata wokovu wa milele. Nasi tunatakiwa tujue kuna nyakati tunatakiwa tujifunze kukaa kimya. Tutamwomba Mungu atupe roho na nguvu ya kustahimili magumu ambayo tunakuwa tunayapitia, ili basi yasije yakatibua mioyo yetu ikatufanya tukachafua na kinywa, kwa sababu maandiko matakatifu yanasema hivi, mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Kwa hiyo kwa kuulinda moyo utakusaidia katika kukilinda kinywa chako, ili kuzuia kusema yale ambayo yanaweza akawa ni hatari katika hatima yako. Ili uifanikiwe, ili uipatie, ili uiendee hatima yako, ni lazima ujifunze kukaa kimya. Basi tutapita katika maombi, watumishi wa Mungu, tukimwomba Mungu atusaidie, atupe nguvu ya kujua uthamani wa kunyamaza. Bwana wetu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya asubuhi hii pendwa. Asante kwa ajili ya asubuhi hii nzuri Mungu. Tunasema asante kwa sababu wewe Mungu umeruhusu sisi kujifunza neno lako. Na hakika siku ya leo imekuwa njema, kwa maana tumejifunza kitu kipya Mungu, nguvu ya kukaa kimya. Endelea kutuachilia moyo wa kuyamudu yale yote yanayotuumiza na kuyachoma mioyo yetu, ili Mungu tusije tukachafua vinywa vyetu. Ukiendelea kabisa Mungu kutuongoza katika kunena, ukiendelea kabisa Mungu kutuongoza katika kusema, ili basi vinywa vyetu vikatamke yale yote ambayo Mungu yatakuwa yanakuhusu na kukutukuza wewe. Kwa kustahili kwako Yesu Kristo mpendwa Bwana wetu, amen. Nichukue nafasi hii tena kukushukuru sana na kukuombea siku yako ya leo, Jumatano hii takatifu. Basi Mungu akafanye baraka nyingi katika maisha yako, unapotoka majumbani mwenu na kwenda katika shughuli zenu za kila siku. Mungu akawape uwezo wa kujua ni kwa namna gani unatakiwa ujifunze kukaa kimya. Baraka zake Mungu zikawe nanyi hata sasa na milele yote. Lakini kwa kipekee pia tuendelee kuwaombea wale wote na kuzibariki sadaka zote ambazo Mungu amewapa mioyo ya watu wake kutoa kwa ajili yake. Asante Yesu Kristo, tunasema asante kwa ajili ya mioyo hii ya kukutolea wewe Mungu. Tunakuomba ukazitakase sadaka hizi watumishi wako waliokutolea Bwana, zikanene mema, zikanene kila lililo haki, zikanene kila lililo jema, ili Mungu katika yote ambayo umekusudia watumishi wako kuyapata, wakayapate kupitia sadaka hizi. Kwa kustahili kwako mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante sana Mungu.